wako na gari yao wanapambana. Ukienda barabarani, mtu yuko na gari yake, hampishi mtembea kwa miguu. Tumeweka na alama hapa, wanatakiwa apite mtembea kwa miguu, hampishi, hampi fursa mtembea kwa miguu avuke. Akishashika barabara, mwenzake naye anataka aingie barabarani, hampishi. Lazima wapambane, ni kote msuri kwa msuri, kizazi cha scramble. Hii tumeweka na sheria, ni vyema wa Tanzania tukabadilika. Sehemu zingine haya ninayosema na nyesi mnakutana nayo, apite aliyeko karibu na zebra, anamuona mtu mwenye ulemavu anahangaika kupita, sikiliza honi utakazopigiwa huko na matusi juu yake. Huu si utaratibu wa kiungwana. Barabara hizi ni kwa matumizi ya kila mtu, mwenye gari, mwenye bajaji, mwenye baisikeli, mwenda kwa miguu, wote wanatarajia katika kujishughulisha kwao watumie fursa hii. Na Mheshimiwa Waziri, tumeweka na sheria. Inasikitisha, katika baadhi ya maeneo wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita 50, inawekwa hiyo sheria ya 50 kwa kilomita, hawafuati. Imewekwa zebra, hawafuati. Imewekwa taa, hawafuati. Na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza. Wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikali. Tunawapa kazi watekeleza sheria kila wakati kumuomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye mimi pamoja na tuboreshe pamoja ili tuwe na muamala unaokwenda mwelekeo mmoja katika dira ile 2050, tufike pamoja. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo kuu. Na katika maandalizi haya utaona tumeshirikiana na wenzetu wa TASAC, tumeshirikiana na wenzetu wa TCAA, na wapo pia katika mabanda yetu pale Mnazi Mmoja wanafanya maonesho. Lakini kikubwa zaidi, hatujajikita upande wa bara. Tumeshirikiana na wenzetu wa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani ya Zanzibar, ZATSA, na mtendaji mkuu yuko hapa na timu yake wako pale kwenye maonyesho. Tuna ushirikiano wa karibu sana, na wanapokuwa na shughuli zao kule Zanzibar na sisi tunakuepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hapa pia katika mambo haya lazima tuwatambue wale watu ambao wamefanya vizuri. Ni jukwaa letu sasa kupeana mrejesho. Tuna watu ambao tutawapa tuzo za utendaji mzuri. Mwaka jana tulianza kutoa tuzo mbalimbali. Na tulitumia ile wiki ya usafiri, wiki ya usalama barabarani mwaka 24. Ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Isidori, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Mpango. Tulitoa zawadi ya wasafiri bora na salama. Mwaka huu tunakuwa na shughuli yetu. Kwa hiyo kuna zawadi kadhaa zitatolewa katika makundi ambayo tutayataja wakati huo, lakini hasa tumewatizama kundi la usafirishaji wa magari yanayokwenda mikoani na nchi jirani, malori yanayosafirisha mizigo kwenda nchi jirani na mikoani, madereva wa mabasi yanayosafiri kwenda mikoani na nchi jirani, wahudumu wa mabasi yanayokwenda mikoani na nchi jirani, lakini watoa huduma wa mifumo hii ya tiketi mtandao tumesema ambao labda nani amefanya vizuri, lakini kuna watoa huduma wa vile vifaa sasa kufuatilia magari, lakini kuna watoa huduma wa mifumo ya taxi mtandao.
Siku hizi kuna ile Uber, Bolt, Paisha, Farasi, mtu unaita kwa simu inakuja. Lakini unaweza ukaita, kuna mchezo unaambia futa. Maana ukiambiwa futa, wewe mwenyewe uliofuta unajiriski, yani unakuwa kwenye hatari, hujui utapelekwa wapi. Kwa hiyo tunasisitiza pale kwamba mtu asikanseli safari yake. Kwanza ule muamala utakuwa sio halali, kwa sababu unapolipa ile muamala na sisi tunapata taarifa. Ukidhuriwa au ukizidishiwa nauli, kwa sababu ile tumezipangia nauli, sisi tutaona kwamba umezidishiwa nauli, kwa sababu mfumo wake umeunganishwa na sisi. Kwa hiyo tunawasihi sana watu wasikansel. Sasa katika mchakato huu hawa nao tumewaingiza hizi platform kwa kiasi gani zinafanya vizuri, ili nao tuwatambue, na tunapowatambua inawafanya na wengine wajirekebishe mwakani, labda nao watakuwa washindi wazuri. Lakini kuna kundi la wadhamini wa maadhimisho haya, na haya maadhimisho kuna wadhamini wakuu na wadhamini wa daraja tofauti tofauti. Tulikuwa pia na kundi la tuzo ya wanahabari.